Wapendwa ndugu zangu, nawakaribisha katika kusanyiko letu hili la birika ya Betsata, faraja kwa watu wote. Na hivyo tumuombe Mungu atusindikize katika kusanyiko letu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu, tunakuomba uwe pamoja nasi, utuongoze. Maana wewe ndiye uliyetualika kwa kusema kupitia nabii Yeremia sura ya 33 aya 3, niiteni nami nitawaitikia, nitawaonesha mambo makubwa na magumu ambayo hamjayafahamu bado. Tunakuita sasa katika maisha yetu, utuangaze, utuongoze, utulinde na utubariki, ili tuweze kuimarika katika safari yetu ya kujitakasa na kujitakatifuza. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa ndugu zangu, kusanyiko letu hili la birika ya Betsata, faraja kwa watu wote, linaweza kutupa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Katika Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 5 kuanzia aya ya 1 mpaka ile ya 6, tunaona kulikuwa na birika ya Betsata ambayo ilikuwa na matao 5, na kati ya matao hayo kulikuwa na jamii za watu wenye mahitaji mbalimbali. Kwanza kundi la wagonjwa, pili kundi la vipofu, 3 kundi la viwete, na 4 kundi la waliopooza. Hawa wote walikusanyika katika birika hii, maana ilikuwa na nguvu. Malaika wa Mungu anaposhuka na kuingia katika birika ile, maji hutibuka, na mtu wa kwanza kuingia alipokea uponyaji na faraja ilimwendea. Nini maana ya birika hii ya Betsata? Ilikuwa ni faraja kwa watu, na sisi tunayo mahitaji katika makundi yetu mbalimbali. Kwanza sisi tu wagonjwa, na katika ugonjwa huo unaweza ukawa kwa sababu mbalimbali, lakini kufuatana na nabii Yeremia anaandika katika sura ile ya 17 aya ya 9, akisema moyo wa mwanadamu huwa mdanganyifu kuliko kitu kingine chochote, lakini moyo huu una ugonjwa, na moyo huu basi hakuna awezaye kuufahamu. Kwa tupo kundi la kwanza la watu ambao kwa sababu ya moyo wetu tumeweza kudanganyika. Kwa sababu ya moyo wetu tumekuwa wadhaifu. Kwa sababu ya moyo wetu tumeshindwa kuwaelewa wengine, au tumeshindwa kueleweka sisi. Kwa hiyo ni kundi la kwanza letu sisi wanadamu, ambao katika dunia hii ndio kama birika yenyewe ya Betsata tunasubiri faraja. Lakini tuko kundi la 3, kundi la pili, ambalo kwa sababu ya ugonjwa wa moyo basi tumejikuta tumekuwa vipofu, hatuoni vizuri. Kwa hiyo tunajikuta jambo ambalo tunapaswa kulifanya hatulifanyi, jambo ambalo hatupaswi kulifanya ndio tunalolifanya. Hii ni aina ya upofu, kwamba kuna wakati basi kile tulichopaswa kufanya hatukioni, lakini tunajikuta tumefanya kile ambacho hatupaswi. Na hii ndio anaosema Mtume Paulo anapowaandikia Warumi sura ile ya 7 aya ya 15, akisema sijijui nifanyalo, kwa maana lile nalolipenda silitendi, lakini lile ambalo silipendi ndio nalolitenda. Hii ni aina ya upofu, na sisi wengi tuko katika kundi hili, kwamba kuna jambo ambalo tumewaahidi wenzetu lakini hatulifanyi, tunaishia kufanya jambo lile lingine. Na wakati mwingine hata tukiulizwa tunaanza kukosa majibu na kusema majibu ya jumla kama inategemeana, na hapa ni kwa sababu ya upofu wetu. Kwa kundi la pili ni hili la upofu, ambalo limetokana na shida ya ugonjwa wa moyo, ndio tupelekea kuanza kuwa vipofu. Lakini kwa sababu ya ugonjwa wa moyo, kwa sababu
ya upofu, tumeishia basi kwenda kuwa viwete. Tumepooza, tumeshindwa kuchukua maamuzi, kufanya jambo. Tumebaki tukiwa tuna chechemea, hatuendi hatua yoyote. Nabii Yeremia anataja katika kitabu chake, akitukumbusha sura ya 8 aya ile ya 14, akisema kwa nini tubaki tukiwa tumekaa, tubaki tukiwa kimya? Hebu tujikusanye, twende kwenye mji wenye maboma, tukakae humo kimya, tumlilie Mungu, kwa sababu Mungu ametunywesha maji machungu. Mungu ametupiga kwa mapigo. Kwa sababu ya ugonjwa wa moyo, kwa sababu ya upofu wetu, tumejikuta tupo kama viwete, hatuwezi kwenda mbele. Na ndio maana tunaalikwa twende mbele. Lakini kwa sababu hii ya ugonjwa, kwa sababu ya upofu, kwa sababu ya huu kiwete wetu, tumejikuta tumeingia kwenye kundi lingine la watu ambao tumepooza. Hatufanyi chochote, tupo tu. Ndio maana Yesu anasema tunaposoma katika Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ile ya 11 aya 17, anasema nikifananisha hiki kizazi na kitu gani? Sawa na watoto waliokaa wakiambiana, tuliwapigia filimbi, hamkucheza, tukaomboleza, hamkulia. Kwa hiyo hawa watu wamepooza, hawafanyi chochote, liwe jambo jema hawafanyi, liwe jambo baya. Kwa hiyo tupo tu. Hili ndio kundi ambalo ni kundi la 4 katika uhalisia wa maisha yetu sisi wanadamu. Kwa hiyo basi katika kusanyiko letu hili la birika ya Betsata faraja kwa watu wote, tutaangazia haya makundi yote 4 ambayo yana uhalisia wa wanadamu, kwamba sisi ni wagonjwa, na ni kwa sababu tuna moyo, na moyo ni mdanganyifu, na moyo wenyewe una ugonjwa na hakuna awezaye kuujua. Lakini pili, sisi tumekuwa vipofu kwa sababu ya ugonjwa wa moyo. Tumejikuta lile ambalo tunapaswa kulifanya hatulifanyi, lile ambalo hatupaswi kulifanya ndio tumeishia kulifanya. Kumbe tumekuwa vipofu, hatuoni, tunabahatisha, na tumejikuta tunakosea mara kwa mara. Lakini kwa sababu ya upofu wetu tumekuwa kabisa viwete, tumebaki sehemu moja. Na ndio maana Nabii Yeremia anakuja na kutukumbusha, hebu amkeni, tusikae kimya, twende tukajikusanye katika mji, tumlilie Mungu huko, kwa sababu kunapaswa kufanya jambo. Lakini wako ambao tumebaki basi kuwa kabisa watu ambao ni waliopooza. Kwa kupooza kwetu, ikiwa kuna filimbi inapigwa basi walau tucheze, hatuchezi. Wakiacha kupiga filimbi basi walau wakaanza kuomboleza, hatulii. Kumbe basi katika kusanyiko letu tutaangazia huu uhalisia wa makundi haya 4 katika maisha yetu, ili tuweze kupiga hatua katika kujitafakari na kujitathmini na kujizatiti kusonga mbele. Nikualike usafiri pamoja nami katika kusanyiko letu hili la birika ya Betsata. Na kwa kusanyiko letu, Mungu atubariki na atujalie wingi wa amani na baraka na mafanikio katika maisha yetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.